Niweze kumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi niko salama, na katika swala la maandalizi limekaa vizuri, kwa sababu nipo na kocha mwingine mgeni ambaye nimemuongeza katika walimu wangu. Kwa naamini kwa ujio wake na kwa mazoezi ambayo tumefanya na kwenda kufanya vizuri. Umemuongeza Kana Kabongo kwenye timu yako. Ni nini ambacho umekiona kwa Kana Kabongo ambacho kinaweza kwenda kukuongezea kitu wewe dhidi ya Alvin Kamiu? Kitu ninachokiona kwa kocha Kana Kabongo ni technique ambazo amenipa kwenda kukabiliana na Alvin Kamiu, na hata kocha wangu Hamis Mwakinyo pamoja na Shefard wote pia nilikuwa nao, walichangia katika kupewa hizo technique na kutoa go ahead. Kwa hiyo naamini kwa baraka zao na kwa ujio wa kocha Kabongo na kwenda kufanya vizuri. Mpinzani wako alikusurprise kwenye mchezo uliopita, maana ulikuwa umejiandaa tofauti naye akaja tofauti. Tuambie sasa hivi, tuhakikishie Watanzania kwamba hatutapoteza tena, kwa maana ya umejiandaa kwenye kila eneo. Ni kweli mchezo uliopita nilijiandaa tofauti na mpinzani wangu naye pia akaja tofauti, lakini awamu hii nimejiandaa full package. Hivyo vyote atakavyokuja naamini nitashinda. Maneno yalikuwa mengi mitandaoni, pressure ilikuwa kubwa baada ya wewe kupoteza pambano. Tunataka kujua yamekuwa na athari kiasi gani ama yamekupa chachu kiasi gani kuelekea kufanya vizuri kwenye pambano hili? Kiupande wangu hajakuwa na athari, lakini imenijuza kuwa mimi ni nani katika michezo katika nchi yangu ya Tanzania, kwa sababu katika mechi ile wapo watu wawili au watatu ambao wamepoteza lakini hawakuzungumziwa. Nimezungumziwa kwa mimi, nimeona ukubwa wangu, kwa haijaniathiri. Lakini pia ni vile vile kama alivyotangulia kusema kuwa Mwenyezi Mungu akitaka kupandisha na kupandisha kwa njia nyingi, kwa sababu kuna watu walikuwa hawanifahamu lakini baada ya kupoteza ile fight wamenifahamu. Kwa nini imechukua miezi 6 mpaka fight hii kuja kwa rematch, wakati unaweza tu kurudi kwenye msimu wa 7 ukarematch naye hapo katikati, lakini imechukua takriban miezi 5 mpaka 6? Sikutaka kubahatisha au kujali hisia kwamba siku ile tu au baada ya mwezi mmoja kwamba nataka rematch. Hapana, nilitulia nikafanya tathmini mechi ambayo nimepoteza, kwa nikaangalia makosa ambayo nimeyafanya, kwa ndio maana nikamtafuta mwalimu mwingine na nikaitaka ile mechi. Watesi wako wanaamini Alvin akija safari hii ni safari nyepesi tu, kwa maana anakuja kupigwa kirahisi tu. Wewe Ibrahim, wathibitishie Watanzania hapa kwamba hakuna chochote ambacho kipo kwenye mazungumzo zaidi ya ulingoni. Naweza kusema kuwa kiupande wangu siwezi kuchukulia kwamba mchezo ni rahisi, lakini naamini mtapata matokeo mazuri, kwa sababu hata yeye pia amejipanga, na yeye kwa sababu amewini game ya kwanza, na naamini pia hii game anakuja kuchukua, kwa anakuja na nguvu nyingi. Kwa mimi mwenyewe naamini kwamba ni jinsi gani ambavyo nimejipanga na kwenda kuchukua ushindi. Kwa Watanzania wenzangu tu niwatoe hofu, nimejipanga full package. Kwa naamini ile furaha ambayo mliimisi kipindi kile mtakuja kuipata siku ya tarehe 24. Ngomza na Watanzania kwa kumalizia. Nataka tukwambia Watanzania wenzangu, kwanza wanaombee dua Mtanzania mwenzao, kwa sababu mechi ni ngumu na wote tunahitaji ushindi. Kwa hiyo support yao ndo inanipa nguvu zaidi, kwa waendelee kunisupport ili kuweza kufanya vizuri. Asante sana.